Asifiwe. Amen. Nashukuru kuwa sauti tangu the last time tulikuwa na wewe. I remember when ulikuwa unaongea pole pole hivi. Dada, please ongeza sauti. Okay, mimi muda mwingi napenda sana kuwa tu nimetulia. Mambo mingi inaanziaga kwa video. Unakuwa na audio huko kwa studio, ndio mnakuwa wazimu huko ndani huko, lakini ukitoka nje mimi napenda tu kutulia. Kutulia tu. Karibu sana Mwangaza. Nashukuru sana. Nashukuru kwa sababu ya kukupata hapa. Asante. Na pia nafasi hii ambayo Bwana amekupatia. Sio hata sisi tumekupatia, ni Mungu amekupatia. Kweli. So that you come na unaweza kuhimiza mtu mmoja, unaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja kwa sababu Mungu wetu hututumia kwa njia tofauti tofauti. Now, let's go back. Who is Dab Jomba? Yaani tuseme wewe ndiye nani sasa? Dab Jomba ni msanii. Anaimba kwa Kiswahili, si rahisi umsikie anaimba kwa Kizungu. Ameokoka na msanii pia anahakikisha kila siku jina ya Mungu inaendelea kusonga na kusonga na kusonga. Kwa hivyo Da amezaliwa wapi? Dab Jomba mimi nimezaliwa Mathare. Mimi ni kijana wa Mathare kuanzia nimezaliwa. Kwa wale wanajua Mathare North, kuanzia mwanzo chini paka huku juu nimekuja kuhama labda ukiwa hivi mkubwa hivi. Na huko ndio maisha yangu imekuwa. Tumelelewa na pia Willy Paul tumekuwa naye pamoja huko. Kuna picha hata nakumbuka alishare tukiwa wadogo. Kwa hivyo ni mtu wa Mathare. Wow, ni mtu ambaye Bwana amechukua kutoka mahali chini. Nashukuru Mungu sana. Da, ulianza kuimba lini? Nimeanza kuimba, nasema nimeanza kuimba nikiwa natambaa. Labda kwa studio ndo nimekuja baadaye. Lakini mimi nadhani nimekuwa nikiimba kuanzia hata natambaa juu. Mimi napenda kuimba sana sana. So ulisumbua sana hata shule? Sana shule, hata mimi shule yenyewe nimesurvive kwa sababu ya kuimba. Mimi kuna wakati school fee yenyewe haikuwa, mama ako Mathare huko hawezi akalipa. Inabidi naimba na perform ndio niweze kusoma. Kwa hivyo kuimba imekuwa nimeanza nao kuanzia kitambo sana. Na naweza nikasema nashukuru Mungu kwa kunipatia kipaji. Yaani nashukuru Mungu sana sana. Wow. Unajua unani-inspire hapa na naona kwamba kuna kitu ambacho Mungu anaweza kupatia mtoto na kikawa ni funguo ya kumfungulia milango. Kweli. You very 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 fast song. Kukaa hivi na ukaweza kufikiria kwamba unaweza sasa naweza compose kitu inaitwa yangu. Sijasikia na mtu. Ilikuwa gani na ulikuwa mwaka gani? Ilikuwa around 2011. Kuna song niliandika ilikuwa inaitwa Lavender. Ilikuwa inaongelea msichana amekataa kuheshimu wazazi, amekataa yani amekuwa ni kichwa ngumu, lakini baadaye akavunjika guu, yani mambo ikamtokea. Kwa hivyo ni song nilikuwa nimeandika kama story tu, naelezea msichana mwenye labda alikuwa heshimu wazazi na mambo tu, yani afuati hata heshimu Mungu, yani ako tu vile anajisikia, ako huku baadaye anakuja anatokea anakufa labda kwa ukimwi, kwa ugonjwa mwingine. Kwa hiyo ni story nilikuwa nimeandika hapo, ndio watu mimi niliandika kama mchezo tu, lakini watu wakalipokea vizuri, ikakuwa ni kijana umeandika hii wimbo. Na hapo ndo nikajua kumbe naweza nikaandika kitu watu wapende, na hapo ndo nikaanza sasa kuandika wimbo zingine. Sasa after hiyo Lavender ulienda sasa ulirecord that song? Sasa ni record, lakini record tu kwa mtaa studio tu. Kwa mtaa nilikuwa najaribu tu. Lakini vile niliona watu wananipokea vizuri na wanasema naandika nyimbo vizuri. Sasa ndo nikaingia studio nikaandika Kongkong ambao nilifanya na Wisdom. Yenye ilikuwa hata nominated Groove Awards. Hapo ndo nikaona kumbe naweza nikaandika vitu na ifanye vizuri. Now, Da mwenye umezaliwa ghetto na ukawa, unajua maisha ya ghetto si maisha ati ile tunaweza sema ni posh life. Pana ni maisha ingine hapo iko na mateso kidogo, iko na mambo yenye haifanyiki. Na you've seen the laws of life. Umeona yale mambo ambayo hufinyilia watu sana na kuvunja ndoto zao zinakosa kuwa. Kwa sababu Mungu kuna mahali Mungu amekupeleka. Katika utoto wako na pia na hata saa hizi unaweza kuangalia vijana. Ni nini ambacho hicho kinawafanya wapotoke, like hata wakose kutokea? Like kuna talents mingi hata kule ghetto, but somehow
Mtu anaweza kuwa ako huko bado ako na talent lakini hajaifanyika chochote. Nimewaona, hata nilikuwa naongea na rafiki yangu asubuhi nikija, nikamwambia nilikuwa na mention ya watu tofauti wenye najua walikuwa wanajua kuimba, lakini mimi nadhani ni maisha kuna kupanda na kushuka, na hii wakati wa kupanda watu wako sawa, wakati wa kushuka sasa ndio inatokea maneno. Napata zile challenges zinatokea, mtu ana lose hope, anaingilia mambo mengine. Napata mtu ameingia sasa kwa drugs, mtu ameingia kwa drug mpaka hata hawezi ongea sasa, hata huwezi jua, wewe ndio unamkumbusha, unajua ulikuwa unaimbaga wewe tena unamkumbusha. Kwa hivyo mimi nadhani ni maisha, na ile kitu maybe ningependa na nashukuru kwa hiyo swali, sababu najua watu wengi wananisikiza na vijana wenzangu wananisikiza. Mimi kitu ningependa kusema ni kwa chochote unapitia, uwe unapita wapi, uwe unang'ang'ana na nini, iwe nini imekutokea, kumbuka ile kipaji ulipewa, kumbuka kazi unaweza fanya, na kumbuka Mungu anakuangalia, anajua unapitia nini. Najua Mungu anakuangalia, anajua unapitia nini. Na anajua ni wapi atakusaidia. Kama vile tu tulikuwa tunasema Job, baadaye ndio imekuja, Mungu anamgoja tu. Anajua ni wapi tutakutana. So watu wasilose hope, mtu asikue na like sasa nitafanya nini, alafu unajikuta umeingia kwa drugs. Wengine wanajikuta tunamaliza stress. Ati stress. Na hakuna stress hiyo sana ni stress ya pili unaongezea. Hakuna stress unamaliza. Na ile wakati utakuja kujigundua umezeeka, na ndio unasikianga uzeeni ndio penalty. So wakati umekuwa mzee ndio sasa utajua unaenda aje. Oh goodness. Na kuna safari hapo, kuna vile umeniambia kwamba uliandika wimbo mchezo ukaja ingia, hata kama ilikuwa kwa nyumba ya mtu ni sawa, hata kama haikuwa studio kabisa. Ilikuwa tu kwa nyumba ya mtu. Ilikuwa kwa nyumba ya mtu. Ilikuwa tu kwa nyumba ya mtu. Haya, hivyo venye ukaingia studio hiyo ya kwa nyumba ya mtu mkatengeneza kitu. Mara nyingi vijana wengi wamekosa kupenya katika ndoto zao kwa sababu mtu alijidharau, alikosa pia hata kuweza kufanya ka research kadogo ajue nikiwa na hii ninaweza enda wapi. Wewe sasa ulijuaje kwa hiyo nyumba ya mtu yenye utaenda, ulijuaje huyo atakuchezea? How did you know? Kwanza nilipata CD yake fulani, alikuwa ni msanii pia. So nikapata CD yake, hiyo time walikuwa wanaandika paka namba ya studio hapo. Ya studio. Simu yake tu. So mimi nikaona naimbaga watu huku, nasikia tu watu wananisikia huko, jirani anasema unaimba vizuri, acha nipige hii simu. Alikuwa anaitwa Mr. Boo. Nikampigia, nikamwambia mimi ni kijana Mathare hivi nataka kuimba. Akaniambia kama unaweza kuja studio kesho. Nikaenda, ilikuwa pale Umoja Inako, nikaingia hapo. Akanisikiza, akaniambia kuja next week. Nikaenda tukarekod, na ilikuwa kama tu nikaa tunacheza, yani ndio maana nasema Mungu ana mpango wake. Labda kama ingekuwa hivyo mpaka leo, labda mjomba angekuwa ako tena, kwa sababu maybe ningekuwa nisha lose hope, lakini kwa sababu niliona watu wananisikiza vizuri, kwa sababu after nimetoa hii song nilijikuta kwa media zenyewe nilikuwa natamani hata nijikute. Najikuta kwa media kubwa, yani najikuta kwa station naenda. So kuanzia hapo ndo nikajua kumbe hiki kitu Mungu ameweka ndani yangu, nisilete mchezo nayo. Kwa hizo mambo za drugs nikajitoa, kwa sababu nilikuwa pia huko. Nikajitoa na nikakuwa na focus pia. Now, wakati ambapo tunaongea hapa kuna watu wengi sana wanasaidika. Kwa sababu mtu mwingine anafikiria kwamba ukiwa na issues za maisha, ama hata wewe sasa kama msanii, kijana anaweza kuangalia pale aone venye umepiga mng'aro hapa, afikirie wewe hujai kuwa na low time yako. Hata wakati pia Mungu amekupatia nyimbo, umerekodi, umeanza kupenya, umeanza kuingia hapa na pale. Have you ever had a low moment, hata wakati ambapo jina yako inasikika, watu wanajua Dam Jomba, lakini you had a low moment? Yes, hiyo nimekuwa nao sana. Kuna wakati hata hiyo viatu wenyewe unaomba. Kuna wakati inafika umeitwa hata media, na labda zile viatu umezitumia sana, zimeshaonekana, inabidi uombe rafiki yako sadeni ile viatu yako. Umeona? Kwa hivyo kuna time ya mtu anakuwa low. Kuna wakati hata nyumba inafungwa, lakini siwezi nikaimba kwa wimbo nyumba yangu imefungwa. Lakini mimi mwenyewe najua ni nini napitia, na ni kitu cha kawaida. Mimi nadhani kila mtu angekuwa huko juu, yani maisha iko hivi straight,
hatungejua labda challenges zina mtu anapitia. Kwa hivyo kuna wakati nimekuwa na kwa chini kabisa. Kuna wakati hata mama yangu anagonjeka, inabidi utafute pesa hauna, na una struggle, unaomba tu mtu nisaidie. Kwa hivyo kuna wakati wa kuwa chini pia. Kuna wakati wa kuwa chini. Na jinsi ambavyo umeelezea your very first song ulienda kurekodi, wewe ndio hata ulitafuta producer. Na katika safari yako sijui kama umewahi kukutana na vijana ambao pia wako na talanta, lakini mtu anakuuliza, nianze wapi? Si unisaidie, unielekeze. Alafu pia wengine wanakuja na mentality ya kwamba sababu now you've sung, umeweza kujulikana, hataki kuanza chini. Anataka wewe umpeleke studio yenye unaimba saa hii, anakutumia kama daraja. Hapo afike hapo instantly. They don't want the process. Have you ever had an encounter with sana nimekutana nazo sana. Hata kwa simu yangu nikiangalia sometimes kwa WhatsApp, unaona tu mtu anakuambia wewe ndio mentor. Sawa, mimi ni mentor, okay. Sasa tunataka tu hata tutafutie collab na mtu fulani. Kuna msanii fulani tunampenda, msanii mkubwa tu fulani. Unashindwa, mbona msiimbe tu kwanza, mwanze tu chini, mpambane. Itafika wakati Mungu atapanga. Wakati mimi naimba na Alice Kamande, wakati naimba hata na Guardian Angel, zote sikuwa nimewatafuta mwanzo. Mimi nilianzia huku chini naimba. Lakini unapata pole Mungu anakuconnect. Kwa hivyo mimi naweza nikaambia tu wasanii wale wanaanza, usikuwe na mbio ya kufika mahali, na kila safari inaanza na step moja. Pole tu utafika pale. Lakini kuna wasanii wanataka tu kuanzia kesho yeye ndio kusema sasa, yeye ndio haikuagi hivyo. Kuna mtu mmoja aliniambia kuna watu katika mambo tofauti, everyone wants to start successfully. True. Hakuna mtu hata anataka kufungua biashara akose customer. Hakuna. Kila mtu anataka kufungua biashara leo. Watu wapange laini. Kila mtu anataka ukiimba leo, kila mtu akuwe nayo kwa Skiza, na kila mtu akuwe amesubscribe kwa YouTube, umefungua channel leo, nataka ijae leo. Ni kama wewe umeenda shopping ya 10,000, umebai unga, sukari, mchele, nini. Unataka that same day umefika kwa nyumba, uwekelee ugali ya unga yote umekuja nayo. Upike chai ya sukari yote. Haiwezekani. Itabidi utumie hizo vitu pole hadi mpaka zikwishe. Kwa sababu maisha ni safari. Na you cannot, like today, Mungu amekupatia miaka yako, tuseme amekupatia 70 years. You cannot live your 70 years in a day. But that is our greatest mistake. We want to become what God intended us to be in a day. It is not overnight, my friend. Tunapoendelea sasa, unajua this is an interactive session actually. Kwa sababu tumefanya interviews za mambo mengi miaka mingi. Lakini we want to make a difference kwa maisha ya mtu ambaye anatazama. Na umeguza sana kuhusu maisha ya huko kwenye ulikuwa umelelewa Mathare. Na ni watu wengi sana wako kule, kama sasa huwa tunapata messages mingi, mtu anakuandikia, anakuambia huku maisha ni ngumu, nataka kazi, na mambo mengi. Vijana, they are being lured into drugs. Kwa sababu mtu anafikiria because I'm high, mimi sitashinda nikisumbuka na rent. Sitafikiria nikiwa high for a week, ama niwe high for a month. Why will I even remember kuna landlord? Na ni shortcuts ambazo vijana wengi wana take in life. Kwako wewe kama shortcuts kwa maisha ya msanii, ya kijana, zinamwelekeza wapi? Kwanza hii tukianza na hapa kwa kukua hai, landlord hautamfikiria. Zikishuka tu landlord yako. Si ati ameenda mahali, bado tu anakungoja. Landlord aje aende mahali. Wewe fanya tu vitu tunafanya yao, vuta zote fanya, lakini zikishuka ako tu hapo. Sasa kumbuka, hii unasaidia nini? Hakuna kitu unasaidia. In fact, sasa mkikutana hiyo after 1 week, amekasirika kuliko hiyo time nyingine. So mimi nadhani kitu tu ya maana ni kupatia Mungu life yako. Na kuachia Mungu, yeye ndiye anajua ni nini kuna. Sawa, watu wanakosa hizi. Mimi nimefungiwa nyumba, si ati sijaifungiwa nyumba, nimefungiwa. Unatafuta tu rafiki yako leo naweza nikakuja nikalala huko kwako.
na unatafuta mali utaweza unarudi. But sasa kukua hai haikusaidii kitu yote. In fact inakuongezea tu shida zingine juu utapata hiyo kukua hai maybe hata unaweza kuja tena ujikute hata yule landlord mwenyewe umemtukana. Sasa unapata hata sasa mambo inakuwa mbaya zaidi. Na musically pia naweza sema Shortcut ni kitu mbaya juu ukiona msanii yote mwenye amekuja mbio hivyo huwa pia anapotea mbio hivyo. Inafaa mtu anapitia mengi. Ukifuatilia wasanii wote kuanzia mwanzo utapata msanii anapitia mambo mengi. Akikuja umjue ndio unakuja ugundue na kuna ile wimbo nyingine nilisikia yake. Na ni kitambo. Kwa hivyo mtu amepitia mengi hapa katikati. Mtu kama huyu unampata tu ata exist tu atoki. Lakini hao wanakuja na shortcut hivyo tena unapata kutoka inakuwa ni rahisi. Inakuwa ni rahisi sana. Wakati ambapo unasema kuhusu shortcuts kuna hao pia sijui kama umewahi jipata hapa kwamba sasa umeanza kusikika kidogo unaanza kupata tu interviews hapa na pale but yani msanii anataka kuishi maisha ambao bado hajafika, kuna level fulani hajafika lakini that's where anataka kuonyesha watu wako. Hajafika level ya gari but anataka kuonyesha watu wako kwa level ya gari. Unajipata uko Kahaya na hiyo Kahaya uko Kahaya expensive. Hakuna gigs, hakuna mahali, hakuna crusade, hakuna church. But eventually unajipata kwamba you are drained. Sijui unaweza kusema nini kuhusu hiyo, na pia unaweza kuadvise wasanii ambao pia ni wachanga wanaanza vijana nataka kuvaa nguo za 1,100 kutoka kiatu kihesabiwa kiatu nguo zote zina amount to 100,000 navaa label jamani. Mimi nadhani kwa hapo kitu imepeleka wasanii mbio ni social media. Najua ni social media ndio imepeleka wasanii hivyo mbio. Ukiona mtu fulani anavaa hivi, wewe unataka kuvaa hivyo. Labda ule mtu ako na watu wake wanampatia nguo free. Labda unaweza pata hata wazazi wake ama kuna mtu wao kwao ako tu na shop ya manguo. Sasa anampatiaga tu kuja tu. Wewe sasa na wewe unafuatana na yeye. Sasa unapata msanii anaanza hata hizo mambo za hata hizo Kahaya. Unataka ukiingia mtaa uingie na gari hapo watu waone waseme na unajua ukirudi unaenda kulala njaa. Hiyo si poa na msanii afaya kwa hivyo, yani watu wanafaa tu tuishi tu kawaida. Ile uko nayo Mungu amekupea tosheka nayo. Mungu atakuongezea. Tosheka nayo. Acha kujiweka maisha mengine ya social media. Social media inaweza fanya hata ujikute umeenda kuhaya ndege huko umeuza shamba yenu. Uende wahaya ndege tu siku moja. For one day tu unahaya ndege na ni shamba umeuza yenye hata familia ingeishi. Pressure. Kama unaweza afford kitu ya 200 nunua ukiwa na raha. Enda hapo kwa hiyo kibanda, kaa chini kula. Siogope ati watasema nini. Watasema tu saa hiyo. Alafu wanyamaze, plus utakuwa umeshiba na utakuwa hiyo siku itakuwa imepita. Let me tell you, ile pressure kubwa ya watu dunia hii ni watu watasema nini. Hiyo imemaliza destiny nyingi sana. Ama ajeda? Ni kweli. Hiyo kwanza watu watasema hiyo. Watasema. Hiyo ni kitu mbaya. Utajipata mahali pabaya, unapata labda pesa yako ni ya kukula sukuma lakini unaogopa ukipika sukuma watu watasikia labda harufu. Unaenda unakopa maini ama nyama huko. Na hauna pesa, kesho inakuwa kesi. So achana na watu. Kesho inakuwa kesi. Wewe kula kitu unakula. Ukunywa chai kunywa tu. Sasa unajua wakati nilikusikia mara ya kwanza, nilikuwa nafikirianga na nilikuwa najiuliza mbona unaitwa Mjomba. Unajua kwetu mjomba si ni uncle. Alafu kwani unahusiana na Dar es Salaam? Babangu ni Mtanzania kutoka Arusha. So wakati naanza kuimba sasa, ile wakati sasa nimeanza kucheza gitaa sababu shuleni nilikuwa nacheza gitaa. Mimi nacheza gitaa vizuri sana. Kwa hivyo kuna room ilikuwa ya kutrain, imekuwa hiyo ni mambo ya talent hiyo. Kuna room kwa shule ilikuwa ni ya kutrain. So hiyo room mwenye alikuwa na mwalimu hapo alikuwa anaitwa Mjomba, Anderson Mjomba. Hiyo ni jina zake za ID. Anderson Mjomba. Kwa hivyo mimi nilikuwa na maintain hapo, niko hapo sana kutrain gitaa, keyboard na nini kujifunza.
akakuja akapewa transfer. Ikabidi mimi kwanza nishikilia hapo kabla mwalimu mwingine aletwe. Kwa hivyo kwa harakati ya kushikilia, watu walikuwa wamezoea hii nyumba ni ya mjomba, Anderson mjomba. So walikuwa wasema tunaenda kwa mjomba. Wanafunzi wote walikuwa wanakuja, walikuwa wanajua mimi ndio mjomba. Kwa hivyo nikachukua jina mjomba, sasa mimi ndio nimebaki mjomba. Lakini mjomba alikuwa ni mwalimu, alikuwa anaitwa Anderson mjomba na alikuwa ananipenda sana. Lakini kwa sababu pia Kiswahili ile naongea, watu wanaona huyu Kiswahili huyu mbona ni kama ya Tanzania. Huu ni mjomba wa Dar es Salaam huyu. So ikakuwa ni da mjomba. Wow. Mjomba wa Dar es Salaam. Your official name? Collins Fallet Show. Fallet Show ni za Tanzania. Kama kizungu. Kwa hivyo wewe sio mtu loko hivyo. Mimi mwenyewe nimezaliwa huku sasa, lakini jina unajua ni baba na anakupatia huku. Lakini mwenyewe ni wa Mathare tu, mimi nimezaliwa Pumwani. Mzaliwa Pumwani. Mimi ni wa Pumwani huku. Awesome. Now you've done some collaborations na wasanii kadhaa. Umefanya na wangapi in total? Nimefanya hivyo na wasanii wengi, japo zingine sijatoa. Lakini kwa zile nimetoa, nimeimba na Wisdom. Tulifanya Kong Kong, ambayo ilifanya vizuri sana. Ikakuwa nominated kama collab of the year. Mimi nikanominatiwa pia kama new artist of the year. Nimefanya collab na Alice Kamande. Nimefanya collab na watu tofauti sana, kina Garden Angel tumeimba. Zingine sijatoa, nimefanya collab paka na wasanii wakubwa wa Tanzania. Lakini wacha tuiwache tu. Tuiwache. Itakuwa Tusipreempt. Ndio wakati wake ukifika sasa utakuja hapa tuna release vitu. Hivi karibuni tunashukuru. Na wewe personally kama Da. Najua kuna sasa zile changamoto general ziko na kila mtu. Na kuna zile unique zako wewe kama mtu. Kwa sababu safari yako sio kama safari yangu. Na sio kama ya msanii mwingine. Yale mambo ambayo umepitia naweza kuwa na mimi si kupitia kama hayo nilipitia aina nyingine. Kwa sababu hatima ya mtu ni tofauti. Sijui kama kuna wakati ambao ulisikia hutawahi imba ama ukasikia kwamba mimi mahali nimefika, I give up. Sana. Nimefika hapo sana. Unajua, kwanza hii kuimba hii, na kwanza kuonekana kwa TV, ni challenge nyingine hiyo pia. Sababu, unajua unaweza ukaonekana kwa TV na labda hauna fare. So inakubidi utembee mguu, kwa miguu na unapata, kuna watu wanakujua huko. So wanakuuliza, haya, kwani unatembea miguu? Tena kwanza kuimba ilipi? Ile kuimba yako. Tunamuona kwa TV, ona ndio huyu. Unapata saa zingine natamani hata niende nikule madodo mahali. Lakini unasikia tu, wewe hufai kukula hii. Wewe tunakuona kwa TV, sasa sifai kukula aje? Si ni maisha tu inaendelea. Kwa hivyo ni kitu ya kawaida. Sometimes una feel hata hii muziki siniache tu. Ama unafika mahali unaona jina yako iko kubwa sana na labda mapato yako haiko poa. Unapata ni challenge, so una feel siningeacha tu, hata singeimba. Mimi kuna wakati hata nilikuwa na feel mbona hata nilianza kuimba siningeacha, lakini mwisho wa siku ni Mungu ameweka ndani yako, huwezi ukaiacha. Unaweza jikuta unaimba hata kama umelala tu kwa kitanda, unaimba peke yako bado umelala. Awesome. You know, the reason as to why nimekuuliza hivyo, ili yule mtu ambaye yako pale anatazama aweze kurelate na wewe, aweze kuona kwamba pia wewe ni mtu. Ndio shida ya mtu akionekana hapa kwa TV that person ceases to be a man again. Anakuwa ni kama sasa huyo sio mtu. Huyo hata hawezi lia. Wanakaa tu tofauti, wewe ni kama ni tofauti na. Ni kama uko dunia yako peke yako. Na sijui kama kuna watu ambao maybe walifikiria kwamba unaweza kuwasaidia jinsi ya venye wamekuangalia na wakaja kwako kwa msaada. Iko hata si watu tu, hata familia yako wenyewe. Hata mama yako anaweza kuwa na expect labda ako na shida fulani, umtafutie hata 1,000 kesho yake. Na labda wewe sawa uko kwa TV unaonekana ama unaimba. Lakini hauna hiyo. Ukimwambia sina, labda hata akaona mtoto wangu labda atataka kunisaidia. So hata hiyo iko ina happen pia na marafiki. Rafiki yako anaweza kuwa hata anafungiwa nyumba na kwa mimi hata nyumba yangu hata si pesa mingi, ni 2,000 tu. Yaani pesa ndogo 2,000 tu nisaidie. Labda una kwa umwambia nyemi kwa sasa siko sawa.
anaona sasa ni wewe umemfanya akalala hata huko nje. Kwa hivyo ni kitu, kuna mtu anaweza akataka msaada na anasahau pia at the end of the day wewe ni binadamu na unakosa pia. Na si ukionekana ama ukisikika kama wewe ni msanii inamaanisha uko na pesa. Kuna mtu anaweza akasikika na hakuna pesa. At the end of the day ni Mungu anataka neno yake yenye amekuwekea ndani ifike. Hii pesa Mungu atakubariki tu. Hata bila hiyo usanii atakubariki na shughuli zingine. Lakini neno imefika. Amen. Tunapoendelea na najua masaa yetu hayako mbali sana ya kumalizia. Ni vizuri yani katika zimbo ambazo umeachilia hivi majuzi ama zenye umeachilia na mapanga sasa kurelease zingine mpya. Difference ya kuimba saa hii na ule wakati ambao ulikuwa unaanza. What's the difference? Difference nasema ni labda tuseme ni labda siku hizi watu wanataka kusikia vitu zile rahisi sana. Yani uimbe kitu ya kawaida. Kitambo unajua unataka kuimba lazima uandike kitu yani labda iko na maneno ndani. Lakini saa hizi unaweza ukaimba hata ukaamua ukaimba tu nakula na imbo hit. Siku hizi kazi haiko mingi sana kwa kuandika na nadhani pia inainterfere na muziki kwa sababu tukisikia hata zile mawimbo wazee wetu waliimba, mababu zetu huko zile tunaziita zilizopendwa, content ilikuwa saa hizi tunazikosa. Mtu anaweza akaamka akaimba hata mteja hapatikani na hiyo ngoma inakuwa ngoma mzuri. So mimi nadhani saa hizi tofauti ni vitu zinabadilika, watu ni kama content haiweki kwa muziki na si vizuri. Mimi ningependa yani wasanii kama inawezekana ukiandika wimbo usifikirie tu saa hizi. Andika wimbo ambao itakaa hata miaka yote. Wimbo ambao iko na longevity. Do you know, sijui kama unaenda kuongelesha vijana ama wakati ambapo unapangiwa mikutano ama wakati unaenda mahali. What is your target audience in your music? Ukisikiza hata muziki yangu mimi ni kila mtu. Mimi napenda mimi wa mama, vijana, watoto, wazee. Mimi napenda kila mtu ajue Mungu yupo. Na zile shida mtu anapitia kwa sababu naweza nikakwambia kitu labda ulikuwa wapanga kujinyonga jioni jia depression kwa sababu ya maisha mali nakupeleka ujikuta hujajinyonga umeamua tu sasa nimebadilika kumbe umeokoa maisha ya mtu. Kwa hiyo mimi na target kila mahali, hata mahali nilikuwa prison nilikuwa naongea tu na watu huko, kuna watu wame lose hope na nini. So nilikuwa naongea nao nawaambia una hivi na hivi, kuna kesho, kuna kupata mtu hata sasa amerudi kwa njia na amekwambia sasa niko sawa. Wewe ulikuwa prison? Najua umeingiza hapo kama unaingiza statement yenye haiko kwa swali. Mimi nimekuwa prison, nimefungwa for form. Nilikuwa nimefungwa for 3 years. Lakini nimekaa 4 months ndani. Ndio namaliza mwezi nje saa hizi. Jehova. What was like in a nutshell ama sasa kwa pamoja tu experience yako huko ndani? Aje tukiwa na freedom huku nje naringa sana na nilikuwa hata naambia hao wafungwa wenzangu, acha nisoite wenzangu juu mimi nishatoka. Hao wafungwa nilikuwa nawaambia sometimes tunadharau ile life tunaona nje, lakini hii kupata tu ukijisikia kwenda hivi unaenda, ukijisikia kwenda hivi, ukijisikia kupiga simu unapiga, ni kitu bado ni baraka hiyo. Tena unafaa kwa maombi ushukuru Mungu. Sababu huko ndani huwezi hata TV kuona ni shida. TV ikifika saa fulani hiyo ni kuzimwa. Hata kwenda chooni hivi kujisaidia iko na time yake. So mimi nasema tu freedom ni kitu ya maana sana, na nilitoka hata nikagonjeka kwanza kwa sababu ya kukutana na hiyo freedom vizuri. Sababu huko nilikuwa hiyo freedom haikuwa, niligonjeka kwanza mwezi mzima nimekuwa nalala. Hii ndio interview yangu ya kwanza hata nimetoka sasa nje, hata najisikia at least naweza nikatembea. Wow. Wow. So unataka kumaanisha kwamba watu wasichukue uhuru wao mzaha tu? Yani watu ile kama inawezekana yani shukuru Mungu tu, hata yani amka asubuhi shukuru tu Mungu kwanza, na hiyo anza na freedom. Wacha mambo mengine, wacha hata vile umeamka vizuri ama nini, anza kwanza na freedom. Wow. Sababu huko kitu mimi nimeona
hata kuongea mimi wanashindwa. Ndio maana hata wimbo wangu ambao nimeandika nitakuwa naitoa soon, mwenyewe nashindwa kufanya hata video. Kuna watu hata walikuwa wameniambia nifanye video kesho kutwa, nimeshindwa kwa sababu nikisikia nashindwa tafanyaje video. Yani itanilemea, nitajikuta nalia tu hapo kwa video sababu ya kitu nimeona huko ndani. Kama ni kupigwa, nimepigwa, kama ni chakula unakosa nini. Sasa hiyo wewe ni msanii, kwanza unaonekana kwa TV. Lakini yote ni maisha. Unajua umeniambia kitu hapa nikakumbuka kuhusu Yusufu. Kwamba hata akiwa jela alienda akafanywa boss huko. Ulikuwa umesimamia nini ukiwa huko ndani? Mimi nilipewa cheo. Hiyo siku ilitokea kuna askari hao walikuwa wanaona TV, alafu kuna TV iko pale. Walikuwa wanaona, alafu wimbo wangu ikatokea katikati. Wakaniambia, na usi ni wewe? Huyo ni mimi. Kuanzia leo wewe ndio mkubwa wa talanta huko ndani. So mimi nilikuwa mkubwa wa talanta zote huko. Mimi ndio nilikuwa nashikilia hizo, kuna hizo ufa za kwenda kudansi hizo. Mimi ndio nilikuwa, huwezi itoa kama mimi sijasema. Na nikiamua leo hazitoki. Kwa hivyo nilikuwa na cheo, na unajua ukiwa na cheo kama hiyo hata chakula ukuli kama ya wengine. Hata vile unatritiwa sasa uko tofauti. Hapo ndo nilisaidika. Kwa hivyo kuonekana tu, hiyo kuimba sasa. Hiyo kuimba. Yenye labda nilikuwa nafikiria labda naimba tu. Mungu labda alitaka hiyo wimbo imbe, askari wakiwa hapo wajue huyu mwenye mkono yake hapa si wa kawaida. Nimemleta huku na yeye ni mtrain kitu. Hata wakati natoka nimekuja kuchukuliwa na kina Lady B, Alice Kamande. Askari wote walikuja kuniuliza, ni wewe umekuja kuchukuliwa ama tunaota? Watu wote wamekukujia. Watu wakubwa wamekuja pale, naambia ni mimi natoka. So na wakaniambia ikiwezekana nirudi niongee pia na vijana. Na nashukuru Mungu pia yani kwa kunipatia talanta ya kuimba. Inanisaidia na inanifungulia njia mahali pengine. Hiyo ukipanga kwenda kuongea nao wenye walikuwa your colleagues huko. Uniite. Asante. Kwa sababu kuna huduma kubwa sana ya huko jela. Najua Yesu alisema kwamba alikuwa jela. Hata wanafunzi wakamwangalia wakauliza ni lini hiyo? Ulikuwa jela lini? So Yesu wakati mwingine huwa jela. Wakati mwingine huwa ana njaa. Wakati mwingine huwa ako hospitalini. Wao usiulize lini. Hao watu wako huko ndio Yesu alikuwa anaongea kuwahusu. And so kuna kitu ambacho Bwana anaenda kufanya kwa maisha yako. Hizi kubali hayo mambo yote yaje alafu utokee tu hivyo bure. There is a reason for that. Now I want to take this opportunity to thank the team. Wanajiita Artist for Artist wakianzishwa na Apostle Musembi na kina Lady B, kina Alice Kamande, kina Mihona. Cha kushangaza hata Musembi mwenyewe mimi sijawahi kumuona, lakini aliingilia kati. Na mnafanana sana. Kuna vile mnafanana. You need to meet him. Utakutana na yeye. So that challenge kubwa yenye inasukuma vijana hata kuingia tuseme mpaka wanajipata mahali kama hapo penye ulikuwa. In summary unaweza sema nini? Sometimes sio kila mtu ako jela. Tuseme tu ukweli tu. Sio kila mtu ako huko alifanya makosa. Mimi mwenyewe kujikuta huko nilijua na nimeongea na watu kwa sababu wakati nilikuwa, unajua ukishapewa cheo unakuwa watu wako karibu na wewe sana. Vijana, sababu chakula yako ukikula mtakula pamoja. Wanajua unakula special. So nilikuwa naongea na watu sana. Na vijana wanakuambia niliingia huko kwa sababu ya hii, niliingia hivi, nimefungwa miaka 8. Yani sio kila mtu ako huko niko makosa. Na mimi ningeomba tu hata kama utajikuta pale, kama utajikuta, sababu najua niliongea na askari mmoja nikikuja hapa, najua wana watch hizo. Niliwaambia atakuwa hapo, na najua hata wale wafungwa nilikuwa nao wana watch show. Kitu ningependa tu niwaambie hapo kuko hapo ndani Mungu anajua nini anafanya. Labda ungekuwa nje ungekuwa umegongwa hata na gari maybe siku fulani umekufa. Amekuweka hapo, labda amekuficha kwa sababu ya kitu fulani. Ama kuna kitu ingekufanyikia hata ungeamini. Lakini amekuficha kwanza, kaa hapo hizi miezi 2-3 nitakutoa. So usione umefika hapo uluzopo na uone ni kama sasa maisha imeisha. Kama kuna mwingine ananiambia sijui mimi nikitoka nikujiua tu, sasa najua hata sitapata bibi. Kuna mwingine ananiambia hivyo, bibi yangu najua ashaolewa
after juu amefungwa miaka kama 8, tapata bibi ameolewa, tapata nyumba ilisha, vitu zimeuzwa. Kwa hivyo mimi nikitoka nikujiwa, unaambia mtu hapana. Labda bibi alikuwa aende, nyumba ifungwe ndio uanze maisha ingine. So hapo mahali huko Mungu ana sababu na hapo. Wewe achia Mungu tu. Tuguzie one of your favorite songs. Katika nyimbo zako zote ni song gani yako unapenda? Zote. Usiniambie zote. Kuna moja? Hakuna. Hakuna moja? Ni zote juu sasa mimi ndio nimeziimba. Wewe ndio umeziimba. But kuna ule wimbo ambao pia huwa unahubiria mtu personally nasikia this one. Kwa sasa lakini kwa sasa niko na wimbo inaitwa Moyo. Nikisema nilianza na kuamini rafiki kwamba yeye ndio wa moyo wangu, kwenye shida na raha nitakuwa naye, kama nilipopata matatizo alienda mteja. Hiyo naisema hiyo kwa sababu mimi nilikuwa na namba nyingi za watu wenye nilijua labda watanitetea nitoke. Lakini nilijikuta niko ndani mpaka kina Lady B. Lady B mimi hata sidhani kama nimeongea na yeye. Nimeshaongea naye mara moja na tulikutana mahali. Lakini unaona yeye ndio alikuwa anahakikisha vitu zinafanyika, mimi mpaka nikatoka. Pastor Msembi narudia tena sijai muona. Lakini wale nilikuwa nao kwa contacts zangu nilikuwa nafikiria, nilikuwa na watu wakubwa kwa contacts, nilikuwa nafikiria hawa sasa ndio wataniokoa. Mimi hata sina shida. Nikaona na maaskari, mabeste zangu askari hao hawezi kubali. Watakuja waseme tueni ukija, hawezi. Lakini Mungu pekee alitumia mtu mwenye hata sikuwa nafikiria mimi nitoke. So hiyo wimbo inaitwa Moyo. Naambia tu Mungu, yani wewe ndio umebaki tu sasa. Mimi sina mambo mingi na binadamu, mimi nataka tu kana. Wewe ndio unajua. Wale nafikiria watanisaidia, labda inaweza kuwa si hao. Wow. Unaweza ukapata hata shida saa hizi mwenye atakusaidia si yule unafikiria. Haya, nataka uchukue nafasi hii uweze kutuambia kwenye mtandao. Kuna wimbo wako niliona by the way na hiyo video ni creative sana. Ingine hapo iko na 2 clips kadhaa to TikTok. Na that creativity iko sawa. Nataka uangalie hii camera 1 uweze kupeana parting shot, alafu pia utuambie your social handles. Encourage mtu, endelea tu encourage mtu. Naweza kuwa ulikuja hapa kwa sababu ya mtu mmoja. True. Nashukuru sana kwanza kwa watu wote wananisupport na kwa kila mtu kwa kila mtu ambaye alichangia, labda kwa sababu ni wasanii walichanga na walipambana, mimi nikatoka ndani. Na pia niambie tu vijana, ni maisha iko hivyo, yani kitu yote inakuja mbele, kubaliana nayo. Na ukubali na pambana na hali yako, yani kubaliana na hiyo hali uko nayo. Usitake kuishi maisha unataka kuishi 3 bedroom na unajua uko na pesa ya nyumba ya mabati. Wewe tupambane tu na hiyo hali tuko nayo, polepole tukiendana Mungu atatusaidia. Na pia nashukuru sana kwa kusupport muziki yangu, na soon nitakuwa natoa wimbo. Najua kuna watu wananifuatilia kwa social media, wameona clips nikiwa na Guardian Angel kwa studio tukifanya wimbo, pia itakuwa inakuja soon. So mimi ningependa watu wanifollow, kama ni Instagram ni Damjomba Music _ Damjomba Music _ zimeshikana zote, na kote hata Twitter Damjomba Music, Facebook Damjomba Music, Dani DAR. Na Mungu awabariki sana, na wapenda sana. Asanteni kwa kuniombea, niko nje sasa